Rais Masoud Pezeshkian wa Iran anasema Marekani inafanya uporaji mchana kweupe. Rais Masoud Pezeshkian amesema kuwa rais wa Marekani Donald Trump amesema akiwa nchini Saudi Arabia kwamba watu wengine wanapora na kuiba, wakati mwenyewe Trump ndiye anayefanya wizi na uporaji mchana kweupe na mbele ya macho ya walimwengu. Pezeshkian amesema hayo bungeni wakati wa kumbukumbu ya kumwenzi Rais Ibrahim Rais, rais wa zamani wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na waziri wa mambo ya kigeni wa zamani wa Iran Amir Abdullahian, pamoja na viongozi wengine kadhaa wa ngazi za juu waliokufa kwenye ajali ya helikopta mwaka uliopita, na kuongeza kuwa kitu kilichogusia sana wakati nilipotembelea familia za mashahidi, familia hizo za viongozi waliohudumu katika taifa hili, ni jinsi maisha yao yalivyokuwa ya chini kabisa. Nyumba ya mama yake rais wa zamani ni ya maisha ya chini kuliko maelezo. Hata hivyo, nyumba yake hapa Tehran ni nyumba iliyoko katika sehemu ya kawaida kabisa ya mji. Lakini pia rais huyo amesema wapinzani wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran wanapaswa kwenda kwenye nyumba za wapendwa wao wakaone jinsi maisha yalivyokuwa chini kabisa. Vilevile amesema licha ya kuwepo njama nyingi, lakini wapendwa wao hao walijitolea kwa kila kitu, ambapo wananchi wakawakubali. Kwa kweli hakuna kinachoweza kufikia thamani ya kazi yao kubwa. Haya ndiyo maisha ya viongozi wetu hawa wapendwa, lakini utasikia baadhi ya watu wanasema mambo ambayo yanakufanya uone haya kusema. Trump alisema huko Saudi Arabia kwamba eti viongozi hao wa Iran walikuwa wanapora na kuiba kila kitu, kinyume kabisa na ukweli wa mambo. Kwa kweli tumemuona akifanya wizi na uporaji mchana kweupe na mbele ya macho ya walimwengu. Trump mwenyewe hata hivyo anazungumzia namna ambavyo dola trilioni 1 kutoka kwa Saudi Arabia katika masuala ya uwekezaji, ambapo mwanamfalme alikuwa na mpango wa kuwekeza angalau bilioni 600, lakini kutokana na kwamba Donald Trump ni mwizi, bwana Masoud Pezeshkian anasema aliba mabilioni mengine ya fedha ili kukamilisha mipango yake, kutokana na kile kilichoonekana katika mataifa ya Ghuba kupewa zawadi ya mabilioni ya dola. Si kwamba nchi hizo zimependa, isipokuwa tu ni kutokana na Donald Trump kutoa mashinikizo kwa viongozi hao kutokana na ziara yake katika mataifa hayo ya Kiarabu. Kadhalika ameelezea jinsi Marekani ilivyokuwa ikifanya wizi katika mataifa mengine, akizungumzia kilichotokea katika mataifa kama vile Libya, kilichotokea katika mataifa kama vile Iraq, lakini pia Afghanistan na maeneo mengine, ikiwa ni pamoja na eneo la Syria la wakati huu, ambapo baada ya kuondolewa tu kwa Bashar al-Assad, ni serikali ya Donald Trump ambayo ilikuwa ikibeba mafuta kwa wingi kutoka katika vinu vya mafuta katika nchi hiyo ya Syria. Na huu ni wizi wa kweupe kabisa, tofauti na ambavyo alikuwa akidai juu ya viongozi waliopita wa nchi ya Iran kwamba anadai ni wezi, lakini yeye mwenyewe ndio mwizi aliyepindukia katika miongoni mwa marais wa ulimwengu.